huyu ni admini dhani bonia. Dhani bonia mose. Why akwambia this weekend being Happy Father's Day, wanaume waliamua trend kweli kweli. Apart from Ndegwa kuimbia the family, we also had hi cousins, hi makuso, yani waliamua trending list pale, wata trend kweli kweli. Tukafuatwa na bass commander. Bass commander anaweza kosa aje bass. Naambia mwingine aje akona soprano, mimi mwenyewe niko na bass. My voice is hoarse, lakini you will bear with me. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ni God Manze episode 7. We, tutaifanya. Hiyo sauti kubali ikatae, tutapiga episode 7. Na hii ninaipiga in honor of our fathers. Tukianzia na my own father Moses. Wherever you are, happy Father's Day, Dad. So, do you really know what it means kusema dada amekuja? Unajua kusema dada amekuja ni kumaanisha kama ulikuwa mchafu ni kuenda kuoga. Kama kulikuwa na game inakatika, ile game iishe, babangu amekuja. Kama kuna mahali mlikuwa mnaenda, I'm not going, tumalizie hapo. For somebody like me, kusema dada amekuja meant a lot. Kwa sababu dada alikuwa anafanya kazi mbali. So alikuwa ni a pack briefcase aende, so he used to go for sometimes a week, 2, a month. So akikuja inakaa ni kama ni celebration. Set inakaa it was. So whenever he appears, everything comes to a standstill. Shughuli zote zinaisha. So tukianza na the memories. Memory number 1, tunaanza na tumbo. In cooking, that man, akiingia jikoni, it's a sure bet. Kwa uliko umeshiba utakula. Bora tu uonje whatever he has cooked. Memory number 2, story. Akikuja ukae tu, utasikiza story endless. Akimaliza hii ako na ingine. Now you know why the admin stories, tales of admins zimetoka. Storyteller. Hata kama hamjuani mkipatana, trust me, so long as you started the conversation, story itakam. Another one, games. Tulikuwa tunacheza draft. Paka nilikuwa naekewa hapo ni do. Acheza na wazee wenzake. I get money nikiwafunga. Na kwa games tena tulikuwa na, once we dared him tufanye walking race tukitembea kwa barabara. I tell you, tuliona kivumbi. Walking race ni mbio hako na huko, ilibidi sasa ni kuitana. Ningoje na ninyi mlimdea. It was so nice. Na kuimba. Na anaimba sauti karibu zote. Lucifer. His favorite song yenye niliyoitamani kusikia. Actually, that was my first time. Not really kumsikia kimba. But that really captured my attention. It was on a Sabbath morning. Ako to bed. So, sijui ni sis mkubwa alianzisha song. Jama ebu sikiliza, simba na nguruma. Then I heard, na simba kweli nguruma. Dad was responding from the other side. Nikaisongea, Vivian, la 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 la. Alafu nasikia response the other side. Ajibu. Akarespond, usalama wake kimbia kwa Yesu, asije akakurarue. Nilifurahi sana. That used to make me love Fridays more. Sababu nilijua when he is around, na mama organize vizuri, tutaimba. Yani ilikuwa tu inabamba. Listening to him sing, hizo hata mzime sasa redio aimbe. Ataimba. Choir master number 1. So long as ni zile nyimbo za enzi zao, hiyo nayo atakuimbia vizuri sana. And the songs that he knows, ataimba vizuri sana hapo.
utaenjoy. Ile ya mkurugenzi itakunoa mbaya sana. Yep. Nayo hapo kwa arrival. Sasa tuachane memories, tukiwa kwa memories bado. Places we went. It was a sure bet that any national event tutaenda na a green Land Rover. Tutaingia nayo. So people used to know, baba yangu ni askari. Acha wenyewe mnaliganga hapo baba yangu anaweza kupiga mimi. Wao wenyewe washamuogopa hata bila mimi kusema. So nilikuwa naenda, so sasa nilikuwa na shughuli juu tumeenda. I'm just happy juu nimepelekwa na baba yangu because sikuifika concentrate niangalie president anapita. Actually watu wakisimama I never used to stand. Sasa nasimama nitaona nini? One, hata ukiniweka hapa juu sitaona, ni huko mbali unless we tukue ile side yao. So kuenda ni kuenda tu just because people are going, but ilikuwa fun. Bora tu tumeenda na baba yangu. Na ametubeba kwa gari. Hatuko hii showground because walikuwa na kibanda yao huko. Naenda kwanza upige chai ile yao ya majani chai. Toke hapo utembee showground free. So long as hapo huko mnapita tu. Na kwenda Machakos. And one thing I know, wacha hivyo nimewaambia yenyu ya babangu anaweza piga babako. Mimi yangu ilikuwa on different level. His skills in driving. Tukiingia kwa barabara to date, mimi naamini hakuna gari inaweza pita yake. Akishika ile gari ni mbio. Akikwambia atapita ile gari kwa mbele, najua tunaipita. That was dad to me. Nikikwambia nikidescribe babangu ni like everything good ni yeye. Millionaire mimi sijui Bill Gates. Mimi sijui the first 10 families. My father, whether he has or not, najua ako nayo. So kiniambia your father is a millionaire, you have a mansion. Because my dad had a car. As much as ilikuwa inachemka kwa barabara hako nayo, sawa? My dad owned a plot, so tulikuwa na kwetu, we never paid rent. Wewe, he is the one. Yeye ndio kusema. Babangu anaendesha gari hiyo ya kampuni. Yeye ndio kusema. Babangu anaimba. Nyinyi wenye mnaimba akina Ruben Kigame. Nyinyi sitambui. Ninajua babangu. Ni vile tu yeye hajatoa nyimbo. But anaimba. Ni driver. Ako na pesa. Ako na nyumba. Ako na gari. How they look, I don't care. Ako nayo. One thing with him I loved about him is that the affirmations he used to give, I told you zilikuwa indirect. Ni wale he gave me that spirit of like, atushindwi, we have to win this. Mimi niliishi kujua, I'm not to be defeated. We have to go for this. Ati wanafanya. Ni fee ninalipa. Wamevaa uniform kama wewe. Wanakula kama wewe. Mbona wakushinde? Go for it. Ukiitisha kitu. This is what you need, you'll get it. How he gets it, hiyo isikusumbue. Nakwambia wewe, vile nitaipata, don't worry. Unaitaka, you'll get it. So niliishi na ile affirmation ya like niko baba yangu. Ile ya everything baba yangu. So hata nikikuja sasa niseme happy Father's Day, you can see the reason as to why I have many reasons to say baba yangu. Sababu mimi for real atifi kufukuzwa home I've never experienced. Sijui ka ilikuwa ni anyway how he used to do it I don't know, but fee knows kufukuzwa. Ilikuwa sure atalipa. And I knew yeye ndio mtu pesa hapo. Then kuna hizi activities zenye home you don't expect them to do, but sasa when they do it you feel happy. Niliwaambia baba yangu kupika anapika. I once saw him akiosha vyombo. Normally si tukiosha unarusha tu pale ikiwa na maji. Yeye akiosha akikamua inapanguzwa ndio iwekwe.
Akipika the kitchen is left clean. Mimi nilikuwa nikiingia kupika nikitoka hapo. Oh, you might think it is some other places. It's very dirty. Yeye kazi yake ni safi safi na akimaliza. It used to make me happy. And still on singing country music, rumba. Hapo. Hizi zingine zikikujia. Hadi trending songs alikuwa anazijua. So hazikuwa zinampita. Sometimes alikuwa anakuja and you're like, hii alijulia wapi? Like ya Malo Pipi. First nilisikia na yeye before nikuje. Nilikuwa nimeisikia, but sasa hearing it from him, hazikuwa zinampita. Any trending songs anakuanga amezijua. Is that one guy. Yeah. Azimpite hivi shoo, yeye anakuanga up to date. Sheng mutapiga. Yeah. Wow. Turudi pale kwa when dad comes. Nilikuwa najua akikuja ni kitu moja. Akikuja mimi sitoki mahali anakaa. Kuna kiti yake, kuna radio yake, kuna tochi yake. So ukiguza ni umeguza vitu za mzae, lakini mimi kukaa lazima nikae karibu na yeye. Reason za kukaa karibu na yeye ni one. Sitaki kutumwa. Najua nikiwa nimekaa na yeye atanitetea, so hutatumwa. Ama tukiingia ukula unaketi kando yake, so wale wenye karibu na mwisho ndio wanatumwa. 2, naweza kuwa nataka kuomba do. Na sitaki wengine wasikie, so I have to sit next nimwambie pole pole. I don't need to shout when I need money. It is me and him. It's not your business. Alafu 3, I wanted to know kama alikuja na funguo za gari. Ndio nipande gari. So akiingia hivi ni mbio. Akitoa key najua alikuwa na, ama akinipea koti ni bebe. I check the pockets. Nakutana na funguo. Any coins I meet in his pocket namwambia zitamharibia koti. I used to pick the coins. And he'll give out. Sasa anafanyia nini coins? Dad, you have money, you don't need the coins. To me, coins hazikuwa za wazee, the men in the house. Ninajua ni manoti, mathao, 500, 200. You don't need the coins. 20, 10, 5, ni zangu. Yeah, that was it for him. Now there is this one day that happened to date inanipeanga kabaridi kidogo, but sijui cause his reaction was very weird. Cause okay, ukimess kwa nyumba ama ukifanya anything, they rarely talk. So on this day we had a shop. Mimi nimeenda kwa shop nikachukua do. On a Sunday, I can recall well. Na on Sundays most of the time alikuwa home. So ile harakati ya watu wako busy, wengine wako kwa duka, wengine wanacheza, wengine wako wapi, madhi sijui ameenda wapi. Katoka nikaenda, chipo kulikuwa na chipo ya 5 bob na ilikuwa nyingi. So nimeenda, nimewekewa chipo, nimewekewa tomato sauce, ikaekwa hivi vizuri, chumvi. Sasa ile nimechukua hivi nikiturn nitoke nianze kurudi home. Boom. Dad appears. How funny. He never asked. Alipita tu. Na mimi nikapita. Hakuniuliza nimetoa pesa ya chipo, cause hata hakunipea. Mama hakunipea. But yake inaendanga hivi. Anarudingi anaambia mama. Lakini ile siku ataamua ni yeye kwa ground ndio utaamini. For me, hajainichapa. Kunigombanisha amewahi, but very minimal times. But kutense nilikuwa nimetense cause ukisikia nitaambia baba yako. He might not cane me, lakini ile uoga itaniingia. So nilitense, but chipo yangu stupi nilienda nikaikula. But that thing up to date nikikumbuka nasikianga uoga. Though he never asked, sijui, but najua
kitu niko sure alirudi akaambia mama, cause kuna mali nilitegewa. Ukiwatch stories zangu nikianza nikiuliza if at one time is there a specific age for kids to steal, cause nikielezea there is a story I did, unaweza rudi pale the first videos utaona nikielezea kids do steal, but how do you get them out of it. Hiyo iko ya leo ilikuwa ya Father's Day. So to me, baba yangu alikuwa kila kitu. He used to do this part well. Hiyo hata siku nataka mtu afanye kubrush kiatu yake, ni mimi na brush, nyinyi wengine because he had taught me how to do it. So najua una brush, unaiacha inatulia, unakuja unaishainisha. So kiatu yangu na yake, wengine you'll brush your own, mimi na brush, nikibrush yangu na brush yake, akibrush yake na leta zangu. Yeah. And before I wind up, similarities between me and my father zenye mimi nimejionea, zenye najua niko nazo. 1, when I put on a long sleeved blouse, huwa napata nimekunja hadi hapa. Na pia yeye kama anafanya kitu utapata ameikunja. Hiyo ni similarity number 1. Napenda kuendesha gari sana, na yeye na gari. Yeah. Kupiga story napenda, na yeye na story. Hizo zingine simtajulia mbele, siku nitamleta hapa hata, so that you compare and contrast on the things that I'm telling you. Anyway, it is still Admin the teacher. Thank you so much for watching my videos. Ni God Manze episode 7. I'm out.